Mheshimiwa Spika, katika mazungumzo yaliyopita leo na jana hapa bungeni, waheshimiwa wabunge wamezungumzia pia juu ya kuomba kupandishwa hadhi kwa barabara. Na hapa wako wabunge wengi waliosema, lakini naomba niwataji wachache na niwaelekeze wataalamu wangu, na kwa sababu utaratibu wa upandishaji wa hadhi barabara unajumuisha kufanya tathmini, na iko kamati ya kiserikali ambayo yenyewe hushughulika na kuangalia vile vigezo. Na kwa hivyo nawaagiza wataalamu wangu hapa ya kwamba walizichukua hizi barabara zote zilizosemwa na waheshimiwa wabunge hapa ndani. Mfano, barabara zimesemwa kuanzia jana na Mheshimiwa Njalu Silanga, mbunge wa Itilima, Mheshimiwa Edin Sale, Mheshimiwa Cherahani wa Ushetu, Mheshimiwa Kiswaga wa Magu, Mheshimiwa Flatei Masai, Mheshimiwa Philip Murugo na Mheshimiwa Rita Kabati. Wote hawa katika jumla ya waheshimiwa wabunge waliosema juu ya barabara katika maeneo mbalimbali nchini. Ninataka niwahakikishie tunakwenda kulifanyia kazi jambo hili na tutayapata majibu kabla bunge hili ikiwezekana halijafika mwisho wake. Nina imani kwamba tutakuwa tumepata majawabu. Mheshimiwa Spika, baadhi ya wabunge pia wamezungumzia juu ya jambo linalohusu advance payments, malipo ya awali kwa wakandarasi. Na hapa wako wa namna mbili. Wako wakandarasi wamelipwa fedha lakini hazijafika kiwango cha 15%, na wako wakandarasi hawajalipwa kabisa. Na naomba nitoe mfano wa baadhi ya maeneo, na naomba niombe katika kesi hii wako wabunge wawili ambao wameniambia kuwa watashika shilingi, na ninaomba kwa heshima kubwa na taadhima wasishike shilingi. Yuko rafiki yangu Comrade Kunambi, mbunge wa Mlimba. Yeye anazungumzia barabara ya kutoka Ifakara Chita Mlimba mpaka Madeke, kwa sababu barabara hii mmoja katika wakandarasi amelipwa kiwango lakini hakijafika kile kiwango ambacho anapaswa kulipwa cha advance payment, na mwingine hajalipwa kabisa, na kwa hivyo hakuna kinachoendelea katika eneo lile, shughuli zote zimesimama. Na pia vile vile akazungumzia juu ya mambo yanayoendelea. Ukweli ni kwamba eneo la Morogoro, haswa wilaya ya Malinyi ambako jana Mheshimiwa Antipas alichangia, Ifakara na Ulanga ni maeneo ambayo yamepigika sana haswa na hizi mvua. Na nimhakikishie tu Mheshimiwa Kunambi, eneo la Mpanga ambalo umetolea mfano wa msiba uliotokea pale, ni kwamba tayari hivi tunavyozungumza wataalamu wetu wamerejesha mawasiliano. Tumejenga eneo lile tayari la dharura, tumeweka makalvati ya chuma 15 ambayo yatatosheleza kupitisha maji, na tayari tumeshatengeneza tuta, na kwa hivyo sasa hivi watu wanaweza kupita. Lakini mpango wa kuendelea pale ni kwamba tunajenga box culverts ambazo zina midomo, jumla ya midomo 6. Kwa hivyo kila 3 mara 2 tutakuwa tumejenga pale, litatosheleza kwa stadi tuliyofanya, na tunaifanya hiyo mara tu baada ya wewe kuto kushika shilingi na kuturuhusu sisi bajeti ipite, na tunakwenda kuifanya hiyo kazi. Kwa hivyo ninakuomba sana, na hili la Ifakara Chita Mlimba Madeke, miongoni mwa fedha zitakazopatikana za advance payment, tumekwisha andika barua na tumeipeleka upande wa wenzetu wa Wizara ya Fedha, na wanatupa ushirikiano mzuri sana. Ni imani yangu hapa Mlimba, kwa maana Ifakara Chita, lakini vile vile na barabara ya kutoka Bigwa Kisaki kule ambako Mheshimiwa Tale na Mheshimiwa Innocent Kalogeres wamepazungumza kwa uzito sana ndani ya mkoa wa Morogoro, na zenyewe tunakwenda kuzipa kipaumbele haraka sana. Baada ya kuwa tumeipata fedha ya advance payment, tutakwenda kuwaondoleeni shida hii. Na nataka niwahakikisheni, tuliposema juu ya kwamba bajeti hii ni bajeti ya kazi na utu, ni kwa sababu tunatazama zaidi namna ya kutatua kero na changamoto haswa zinazowakabili wananchi. Mheshimiwa Spika,
Naomba pia vile niwape hongera sana na pongezi waheshimiwa wabunge hawa kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa wakiziwasilisha hizi hoja na namna ambavyo wamekuwa wakizisimamia. Kwa kusema ukweli, wakati wote hawapungui katika jambo hili, wakipiga simu, wakiandika message ama wakisema humu bungeni. Hongereni sana kwa kuwakilisha vyema wananchi katika majimbo yetu kote nchini. Mheshimiwa Spika, wako vile waheshimiwa wabunge ambao wamezungumzia juu ya taa za barabarani. Wabunge wengi sana wameonyesha kwamba jambo hili ni jambo muhimu na wamelipa kipaumbele sana. Nimekwisha kueleza katika budget kwamba jumla ya taa 5,200 tunakwenda kuzinunua. Ni wastani wa taa 200 kwa kila mkoa, na wako hapa wabunge ambao wamesema, mfano mtani wangu mmoja, mbunge wa Mbogwe, Mheshimiwa Maganga, yeye anasema hana cha kunishukuru kwa sababu hajapata jambo. Nataka nimhakikishie kwamba atapata taa hizi 200 na zitakwenda kumulika pale Mbogwe ili kusudi yale mambo mbalimbali ya kuweza kufanya biashara katika maeneo yale yatapatikana. Yuko Mheshimiwa Masare pia vile wa pale Itigi ameomba hizi taa, tutazingatia. Mheshimiwa Olele Kaita, yuko Mama Sita, Mheshimiwa Kiombo, Mheshimiwa Cherehani, lakini vile yuko na Mheshimiwa Shashisha wa pale Hai. Wote hawa wameomba taa. Nataka niwahakikishieni kwamba tunayo maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Taa zinaleta nuru na taa zinapunguza ajali pia vile, na taa zinapendezesha sana miji yetu. Kwa hivyo nataka niwahakikishieni waheshimiwa wabunge, tutalifanya jambo hili na mapema ili kusudi kama alivyosema Mheshimiwa Maganga, kabla ya mwezi wa 10 wakati tunaingia kwenye iena mambo yao yameshapendeza, ili kusudi tuendelee kuaminiwa na kupata kura za kutosha kutoka kwa wananchi wetu, lakini vile kupeleka maendeleo kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge kadhaa wamezungumza juu ya barabara ya Chalinze Segera, na ni kweli barabara hii ilijengwa miaka ya 90. Wabunge kadhaa wa mkoa wa Tanga wamezungumza. Yuko Mheshimiwa Shangazi, mbunge wa Lushoto, katibu wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi humu bungeni. Huyu amezungumza kwa mapana sana juu ya barabara hii, na ni kweli barabara hii ni finyu. Yuko Mheshimiwa Mzava, lakini vile Mheshimiwa Omar Kigua, Mheshimiwa Umi, Mheshimiwa Injinia Aisha Ulenge, yeye aliendelea akaongeza na ile bypass ya Kiomoni, kwa maana pale Mkinga mpaka Mlingano. Hii nataka nimhakikishie tumeshafanya usanifu wa kina, na baada ya kuwa tutakamilisha usanifu wa kina, tunaipeleka sasa iweze kuwa ni katika barabara mbadala za kuweza. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi, maana jana alizungumza kwa hisia kubwa ya kwamba ni kwa nini barabara hii haipewi kipaumbele. Sasa waheshimiwa wote niliowataja juu ya barabara hii ya Chalinze Segera, hivi sasa tunakamilisha a detailed design. Tumekwisha kukamilisha hatua ya kwanza. Tunataka tupate usanifu wa kina wa hii barabara. Ni kweli ni finyu, imejengwa miaka mingi, hivi sasa hivi haikidhi tena haja, na kwa hivyo tukimaliza kupata usanifu wa kina, hatua inayofuata tunaitafutia fedha ya uhakika ili kusudi na barabara hii iweze kutanuliwa. Ni barabara kubwa, ni barabara ya kiuchumi, na mimi nimekubaliana nanyi, na sisi tunakwenda kuipa kipaumbele pia vile. Mheshimiwa Spika, jambo lingine lililochukua nafasi kubwa sana humu ndani, pamoja na pongezi nyingi ambazo waheshimiwa wabunge takriban wote mmetupongeza, na sisi tunashukuru sana kwa kutupa matumaini na kututia moyo kwa kazi kubwa inayofanyika, lakini tunashukuru zaidi namna ambavyo waheshimiwa wabunge wote mmetambua kazi kubwa na nzuri inayofanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana. Na mimi nataka niseme mbele ya bunge hili, ukweli Mheshimiwa Rais ameifanya kazi kubwa, na ninyi mna haki pale mliposema sasa kazi iliyobaki ni mimi na timu yangu ya Mheshimiwa Msongwe Kaseke Godfrey na wasaidizi wetu. Hatuna tunachomdai Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli kazi kubwa ameifanya. Sasa hapo limesemwa jambo linalohusu malipo ya makandarasi
na waheshimiwa wabunge wengi waliochangia wamesema juu ya jambo hili. Mimi nataka nikupeni takwimu kiasi na nitasema kwa kiwango fulani juu ya hata ya hoja ya dada yangu Mheshimiwa Halima Mdee alipozungumzia juu ya performance, namna alivyoisoma kwa ufasaha sana kutoka katika vitabu vya CAG, na mimi namheshimu, sina tatizo na namshukuru kwa ufuatiliaji wake, lakini nataka niwakumbushe tu kwamba kuanzia mwaka Mheshimiwa Rais ameingia mwaka 2021-22 mpaka hivi leo, jumla ya fedha trilioni 2.5 zimelipwa kwa makandarasi hapa kwetu. Kwa hivyo kazi inaendelea na sisi sote ni mashahidi. Kazi kubwa katika nchi yetu inafanyika, kazi ya ujenzi. Unajua, niseme kwa mfano, kila mmoja hapa amepongeza juu ya daraja la Kigongo Busisi. Daraja la Kigongo Busisi limejengwa kwa viwango vikubwa na ni daraja la mfano. Sasa niwahakikishieni wakandarasi pale wataendelea kulipwa, na wale walichokibakiza ni kidogo. Na hata hawa makandarasi wetu wa ndani, ukitazama figures ambazo walikuwa wakidai wakati huo na figures ambazo zinadaiwa hii leo, kila wakati na kila mwezi Wizara ya Fedha imekuwa ikiendelea kutupa sisi fedha na tunalipa kiwango kwa kiwango. Ni ukweli usiopingika, bado kuna madeni yanayodaiwa. Wakandarasi wa ndani wanatudai na wakandarasi wa nje wanatudai, lakini jitihada za kulipa zinafanyika na yako makubaliano tuliyoyafanya sisi Wizara ya Ujenzi na wenzetu Wizara ya Fedha. Kadiri zinavyokusanywa fedha na wao wanatuletea zile fedha na sisi tunawalipa wakandarasi wetu, na madeni mapya yanazaliwa kwa sababu hatujasimama. Kazi ya kujenga nchi yetu inaendelea kufanywa. Na tukumbushane hapa pia, hata tulipojenga SGR ni fedha hizi ambazo zinakusanywa, kikapu ni hiko na zinakwenda kujenga katika SGR. SGR ambayo Watanzania wote leo tunajivunia, Watanzania wote leo tunaona kuwa ni ufahari mkubwa sana. Na hiyo ni kazi ambayo imefanywa na serikali, ni kazi ambayo imefanywa na bunge hili, na ni kazi ambayo imefanywa na Watanzania wote. Tumesema juu ya hata bwawa la Mwalimu Nyerere. Tumeambiwa hapa juzi na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ambaye pia ni waziri wetu wa nishati, kazi imefanyika kule. Miongoni mwa watu wanaofanya ile kazi inayofanyika kule, contractors, wasimamizi, wanatoka huku Wizara ya Ujenzi. Ni katika performance hizo. Kwa hivyo wametawanyika nchi nzima, wanasimamia mambo haya. Ni kwa sababu ya fedha hizo za kwetu sisi wenyewe zinalipwa na serikali. Tumefanya kazi hiyo kama Watanzania wote, na kwa hivyo tukisema juu ya performance, sikatai, imesemwa katika vitabu, lakini ni performance ukiitazama kwa mapana, maana yake ni kwamba kazi imefanyika na sisi sote katika nchi, na ndio maana tunapongezana kwa miradi hii mikubwa na mizuri iliyofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo kwa heshima kubwa sana, nimemuelewa sana dada yangu Mheshimiwa Halima Mdee. Ninajua kiu yake ya kutaka kuona kazi kubwa na nzuri ikiendelea kufanywa. Ni mpenda maendeleo na sina shaka hatoshika shilingi, kwa sababu na yeye huwa anaipanda SGR kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma na kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, na tutamwalika akaone performance kubwa ya daraja la Kigongo Busisi, na nitatamani sana atembee kwa miguu kilomita 3.2. Hakuna Afrika ya Mashariki. Ni jambo la mfano. Na hapa ni waunge mkono Mheshimiwa Tabasamu, Mheshimiwa Musukuma na wabunge wengine wengi wa kanda ya Ziwa waliposema kwamba wanamsubiri kwa hamu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aende akalifungue lile daraja ambalo linakwenda kuwa ni mfano katika Afrika ya Mashariki na Kati, ambalo ni tunu sasa. Yaani lile ni jambo ambalo sijui tuliweke katika alama zetu za taifa hivi, maana ni kazi kubwa sana. Ni jambo kubwa sana limefanywa. Kwa hivyo mimi naona tuyatazame mambo haya kwa upana sana.
na tusiyatazame haya madogo madogo ambayo yatatufanya tunyong'onyee na tusitembee kifua mbele. Kazi kubwa inaendelea kufanywa, na kupitia hili ndio hapa sasa nataka nimuombe vile vile mtani wangu Kasarali Mageni, bwana, usiwe na wasiwasi. Mimi nimekusikia hawa waliokuambia huko mwanzo, umetumia lugha ya kusema wamekudanganya, na wewe sasa mtani Ulega umeingia katika urongo huo. Usiwe na wasiwasi, jambo lipo katika vitabu, na nataka nikuhakikishie na safari ya Mwanza, nina kuhakikishia tutakwenda mimi na wewe kule kwako Sumve, nitakwenda kulisimamia jambo hili, na najua hivi sasa watani mnapenda sana maendeleo, mmechoka kufanya ile biashara huwa na watania wakati mwingine. Na Mheshimiwa Spika, uniruhusu katika nchi yetu utani upo, maana wameomba taa nyingi sana, wanakusudia kuwakimbiza fisi, na ndio maana Kasarali amekuwa mkali sana juu ya jambo hili, na ndio maana Mheshimiwa Cherahani na Mheshimiwa Kiswaga wamezungumzia sana juu ya taa za barabarani. Najua shida yenu ni kuwafukuza wale jamaa, na mimi nataka usikasirike. Sisi tunakuhakikishia utaharibikiwa kwa sababu ya barabara hii. Tukimaliza tu hii bajeti, tunafanya procurement za haraka, advance payment mtapata, na tutakwenda kusukuma kwa pamoja. Watu wa kule Sumve, ili kama tatizo ni hilo, tutajitahidi kwenda kukutetea. Labda kama wana matatizo yao mengine, hilo sasa wewe na wao, lakini mimi nataka nikuhakikishie kwa jambo hili, nikupe comfort mtani wangu, mambo yako yatakuwa mazuri sana. Mheshimiwa Spika, naomba pia vile vile niseme hapa, nilimsikia ndugu yangu Mheshimiwa Mzava amesema vizuri sana. Amesema juu ya barabara ya kutoka Old Korogwe kwenda kwa Mdolwa, na tena akagusia mpaka viongozi wa dini. Mheshimiwa Spika, serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya awamu ya 6 inaheshimu na kupenda sana viongozi wa dini. Naomba nianzie hapo. Inaheshimu na kupenda sana viongozi wa dini katika taifa letu, na ndiyo maana ile barabara aliyosema ya kutoka Old Korogwe mpaka kwa Mdolwa, amesema wabunge wameiomba, lakini ikasisitizwa zaidi na kiongozi wa kiroho, mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Ni kweli tunakwenda kutengeneza hiyo barabara kilomita zile 10, lakini kwa kuonesha msisitizo namna serikali hii inavyoheshimu dini na inavyoheshimu viongozi wa dini. Pale Kilimanjaro tuna barabara ya Askofu Show maarufu kabisa, tumeitengea fedha na yenyewe tunakwenda kuweka lami pia vile vile. Kule Tabora tuna kituo cha hija cha RC kanisa la Katoliki, na yenyewe tumeitengea fedha na tunakwenda kuweka lami pia vile vile. Hii ni mifano michache ya namna ambavyo serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inaheshimu na kuthamini sana viongozi wa dini, na mimi ningependa sana tukubaliane, tutapitisha maombi katika ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara zile zinazoombwa na kusisitizwa sana na viongozi wa dini, ikiwa ni pamoja na ile ya kituo cha hija inaitwa Inafa pale Tabora, tuzipe majina za hawa viongozi wetu wa dini, na ndio itapendeza sana na itaonesha heshima kubwa namna sisi serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, namna ambavyo inathamini sana dini na inathamini sana viongozi wa dini. Hapa liko jambo pia limezungumzwa juu ya makandarasi wa ndani, na nimshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Getere, amelisema vizuri sana jambo hili kwamba tuwathamini viongozi makandarasi wa ndani na tuwawezeshe, na akasema kwa nini hatutengenezi sheria, hatutengenezi na kanuni. Nataka nilihakikishie bunge tayari lilishatengeneza sheria na tayari tumeshapitisha kanuni. Iko kanuni ya 39, kanuni ndogo ya 3 na ya 10, ambayo hii kanuni ya manunuzi inasisitiza, ni ya mwaka 2024, inasisitiza juu ya kuwapa kipaumbele makandarasi watu wa ndani, lakini inasisitiza pia vile vile juu ya kuhakikisha miradi wale wanaotoka nje wanaokuja hapa ndani tunafanya nao JV.
Kazi tunayoisubiri hivi sasa ni kuhakikisha kwamba documents za mifumo ya manunuzi ambayo hii sasa iko chini ya Wizara ya Fedha, na sisi tayari tunafanya nao mazungumzo ili kusudi wazibadilishe, maana zile kanuni zetu mpya hazijaingia bado katika mfumo ule wa manunuzi. Nataka nikuhakikishie katika mwaka wa fedha huu, kwa kuwa sisi upande wa kanuni tumeshakamilisha, ina maana na wenzetu wa Wizara ya Fedha PPRA watakamilisha, na sasa tutakwenda kuwapeleka wakandarasi wetu waweze kufanya JV na makampuni yoyote yatakayokuwa yakija kupata kazi hapa nyumbani Tanzania, na hiyo itawajengea uwezo wa kitaaluma, uwezo wa kifedha, lakini vile vile na uwezo wa kivifaa. Na Mheshimiwa Spika, hili tumelitengenezea mpaka formula kwamba tutakapofanya hiyo JV, mzawa kampuni yake iwe na asilimia ngapi na mgeni kampuni yake iwe na asilimia ngapi. Lakini wakati huo kwa kuanzia, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, nimesema na sasa narudia kusema kwamba katika ile miradi ya dharura iliyofanywa mwaka huu uliokwisha baada ya mvua za El Nino na kimbunga Hidaya, jumla ya miradi 81 yenye thamani ya bilioni 556.9 ilisainiwa. Katika miradi hiyo 81, makandarasi wa ndani wamechukua miradi 70 yenye jumla ya fedha bilioni 414, na hizi fedha wameshalipwa advance payment zaidi ya bilioni 80. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, fedha hizi zipo, kadiri wanavyofanya kazi wanaleta certificate, tunawalipa. Na ndio maana jana hapa katika mimbari hii nilizungumza juu ya kwamba tunawapongeza sana makandarasi wetu wa ndani, na nikamtolea mfano wakandarasi kadhaa, akiwemo yule ambaye amezungumzwa vizuri hapa na anaitwa Makapo Contractors. Yule nilipofanya ziara ya kwenda kukagua fedha hizi, nilimkuta kabla hajapewa hata advance payment ameshafika 25% ya kutekelezaji wa ule mradi. Huu ni uthibitisho ya kwamba wapo makandarasi wazawa wazalendo wako serious na wanafanya kazi yao kizalendo, na sisi tutaendelea kuwazingatia na tutahakikisha kwamba tunawaunga mkono. Na leo katika kikao, kwa sababu iko hoja hapa ilizungumzwa na Mheshimiwa Getere pia, ya kwamba kwa nini tusitengeneze mfuko upo, tena upo kwa mujibu wa sheria. Mfuko ule unategemea tozo za bodi yetu ya makandarasi, ambao mpaka hivi sasa hivi ina bilioni 4.2, ndio ile ulioiona katika kitabu. Na bodi ya makandarasi imeingia katika makubaliano na benki ya CRDB kwamba wao wanaweka bilioni 4 na CRDB inaweka bilioni 4. Baada ya kupata taarifa hiyo, nimewaambia wataalamu wangu tunaanzisha hili jambo mchaka wa kuhakikisha kwamba tunatafuta fedha za kuongeza, kwa sababu CRDB Bank iko tayari, sisi tukiwa na bilioni 100 na wao wanaweka bilioni 100. Maana yake ni nini? Hiyo itatusaidia makandarasi wetu wa ndani kupata fedha za uhakika za advance. Hiyo itatusaidia makandarasi wetu wa ndani, kuna kitu kinaitwa bid security, watakuwa wakiwa nayo ya uhakika, na kwa hivyo hata tunapowapeleka katika JV na wao watakuwa comfortable kwa sababu wana uwezo. Hili jambo tunakwenda kulifanya sisi tukishirikiana na wenzetu wa Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wengi wamezungumza humu juu ya ukarabati wa barabara kuu ya Dar es Salaam Kibiti Lindi. Waheshimiwa wabunge, nataka niwahakikishieni kwamba jambo hili ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na hata Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa ametumwa na Mheshimiwa Rais kwenda kukagua barabara ilipokatika, na yeye akasisitiza maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais, na sisi tunakwenda kuifanya kazi hii kwa ufasaha. Lakini pia niwaondoe hofu ndugu zetu wa mikoa ya kusini, kazi kubwa kule inaendelea. Hivi leo nataka niwaambie tuna jumla ya bilioni 400, zaidi ya bilioni 400 zinakwenda kujenga barabara ya kutoka Mtwara mpaka Mnazi Mmoja pale Mingoyo.
na inatoka Mnazi Mmoja Mingoyo inakwenda mpaka Masasi. Hii ni kitu cha uhakika. Kutoka Mtwara mpaka Mnazi Mmoja tumesha sign na mkandarasi na tumeshampa pesa zake za awali. Baada ya wiki 2-3 zijazo tunamlipa na mkandarasi wa kutoka Mingoyo kwa maana Mnazi Mmoja mpaka kule Masasi. Barabara hii ina fedha za uhakika, tunakwenda kuijenga. Kwa hivyo nataka niwapeni uhakika ya kwamba kazi nzuri na kazi kubwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inatekeleza katika maeneo yale pia vile vile. Na namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Kasekenya pale alipoeleza juu ya barabara ya Newala Mnevata, na yenyewe ipo na inajengwa. Kwa hivyo hakuna mahala ambako hapajaguswa, hakuna mahala ambako patachwa bila ya kufanyiwa kazi. Nchi nzima inajengwa na tutaendelea kuijenga nchi yetu. Lakini vile vile iko barabara ya kutoka Dodoma mpaka Iringa. Mheshimiwa Rita Kabati amezungumzia juu ya swala la kutengenezwa kwa bypass. Ametoa ushauri kwa nini Kitonga haipati suluhu. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge ambao watu wote sisi takriban tunatumia barabara hii pale Kitonga. Sasa tunakwenda kutafuta bypass na tunaiweka katika bajeti ya mwaka huu. Zitaongezeka kilomita 32, lakini hata zikiongezeka kilomita 32 ni bora zaidi kulikoni kwamba barabara inakatika na baadaye hatuna pa kupita. Kwa hivyo hili tunakwenda kulitekeleza haraka iwezekanavyo katika mwaka huu wa fedha wa 25-26. Lakini vile vile imezungumzwa hapa barabara ya kutoka Babati Singida. Waheshimiwa wabunge wote wa mkoa wa Manyara wameizungumza. Mheshimiwa Asia Alamga akataja majina hapa, Dareda, Katesh mpaka Gehandu. Nataka niwahakikishieni na yenyewe yote tunakwenda tumekubaliana tunakwenda kuyafanyia ukarabati. Mheshimiwa Isaai jana aliniomba yeye na Mheshimiwa Flatei ya kwamba nifanye ziara kule Mbulu kwa ajili ya kwenda kumsukuma yule mkandarasi. Tunakwenda haraka iwezekanavyo, tutakwenda kusimamia ile barabara kwenda kumsukuma yule mkandarasi na ambaye anasimamia eneo hili. Lakini pia vile vile barabara ya kutoka Dodoma mpaka kuelekea Dar es Salaam kwa maana ya Morogoro, na yenyewe imeelezwa hapa. Tutaendelea kuifanyia maintenance kadri fedha tunazozipata. Mheshimiwa Spika, naomba pia nijielekeze katika baadhi ya waheshimiwa wabunge ambao wameonyesha nia hapa pia vile vile ya kusema watakwenda kushika shilingi. Yuko Mheshimiwa Jacqueline Msongozi, na muomba asishike shilingi kwa sababu barabara ile aliyoizungumza ya Litukila Songea, ile barabara ina pesa za uhakika. Tupo katika hatua ya mwisho ya kupata mkandarasi, na baada ya kupata yule mkandarasi basi hata ile bypass ya pale Songea na yenyewe ni sehemu ya mradi ule mkubwa wa Litukila Songea. Mheshimiwa Spika, naomba pia vile vile nimtoe hofu Mheshimiwa Gulamali ambaye yeye amezungumza hapa akisema kwamba watangulizi wangu waliahidi barabara kilomita kadhaa. Cha ajabu mimi naonekana nimekuja nimeifuta kabisa barabara yenyewe. Sasa atembelee ukurasa wa 278 na 210, atazikuta hizi barabara ziko mule, na kwa kuwa ameisema hapa na sisi tutasisitiza juu ya kuweza kuanza kuwekwa vipande vya lami ile barabara. Lakini vile vile waheshimiwa wabunge kadhaa wengine nimtoe hofu. Yuko mamangu leo asubuhi amezungumza kusema serikali inafanya usanii. Hatufanyi usanii kwa kusema ukweli. Iko barabara kule Same kwamba mimi nilikwenda Same, niliombwa na Mheshimiwa Mama Marechera Ane Kilango ya kwamba twende kule, barabara imekatika, na kweli tulikwenda tukaikagua ile barabara ya Ndungu Mkomazi pale Same na tukarudishia ile njia. Sasa barabara imeanza ikiandikwa katika vitabu vya serikali, ni vizuri kuendelea kuisimamia ijengwe. Lakini tukizungumza lugha ya kusema tuitoe kabisa kwa sababu inaofanyika ni kama usanii, hii si kweli.
Mimi ninadhani jambo lililo la msingi serikali ni kuendelea kuisimamia, na nakushukuru Mama Anne Kilango kwa sababu umeendelea kulisimamia juu ya jambo hili. Wewe ni makamu mwenyekiti wa kamati, umenieleza, umenikumbusha tukiwa katika kamati kwamba hebu isimamie hii barabara, na mimi nitaendelea kuisimamia, na tutapata hizo 5, 10, 15, 20 mpaka kuendelea, na hatimaye barabara ile ya wananchi itawaondolea watu kero. Kwa hivyo niwatoe hofu waheshimiwa wabunge, serikali inapoanza maana yake imeanza na itaendelea kuifanyia kazi hiyo ahadi yake. Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa viwanja vya ndege. Tayari Mheshimiwa Naibu Waziri amevieleza baadhi ya viwanja vya ndege ambavyo vilikuwa vimekwama kabisa, lakini niseme tu kwamba serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi nzuri. Viko viwanja vya ndege watu walikuwa wameshaanza kukata tamaa, lakini ukweli ni kwamba vimefufuka. Hata wale wa Tanga ambao wenyewe wanasema waja leo kuondoka majaliwa, sasa wamesisitiza wanataka kiwanja cha ndege. Kiwanja cha ndege cha Tanga tumeshafanya manunuzi na tumeshapata mkandarasi, na kwa hivyo mkandarasi tunakwenda kumpa advance payment kwa sababu hela zake ni hela za uhakika, na tunakwenda kuanza kujenga kile kiwanja. Kwa hivyo uwanja wa ndege wa Tanga unakwenda kujengwa vizuri, na ndio maana Rais Samia alipofanya ziara pale Tanga alisisitiza na kusema anaifungua Tanga kibiashara. Sasa Tanga itapitika kwa njia zote, itapitika upande wa kutoka Bagamoyo mpaka Pangani Tanga, lakini vile vile itapitika kupitia barabara kubwa ambayo leo mmeizungumza hapa waheshimiwa wabunge karibu wote wa mkoa huu wa Tanga, na vile vile kiwanja cha ndege kitakuwa kimepatikana. Kwa hivyo kuna wengine walitaka kuchukua shilingi yangu, wakina Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ulenge, na alisisitiza sana, anaogopa akichukua hii shilingi mdogo wake kule nyumbani atakuwa hana cha kupika. Basi usichukue, na kuomba kwa heshima kubwa na taadhima. Na Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie kwa kuendelea kuwaomba waheshimiwa wabunge ya kwamba hoja zote tumezichukua. Ni wengi sana mmechangia 81, na hili ni jambo kubwa sana. Tumelichukua jambo hili na wengi hapa tumekubaliana kwamba tutakwenda kufanya ziara katika maeneo yenu mbalimbali mlioyasema, na mimi nimeyachukua yote yale ambayo mmeyasisitiza, na tutakwenda kuyafanyia kazi, na ziara tutazifanya. Tutaendelea kujenga barabara katika nchi yetu bila ya kuchoka, bila ya kusimama. Ninaomba kwa heshima kubwa na taadhima mtuunge mkono, mtupitishie bajeti hii. Imepanda kwa viwango vizuri, trilioni 2.2 kutoka trilioni 1.6, ni ongezeko la zaidi ya 28%. Tutafanya kazi usiku na mchana, hatutachoka. Tutakwenda kila kona ya nchi yetu. Hapa katika hii miezi miwili hii iliyosalia hii, tutahakikisha tunafika kadiri iwezekanavyo, mimi na mwenzangu na wataalamu wetu, kuhakikisha kwamba tunakwenda kusaidia kutatua changamoto mbalimbali mlizo nazo katika majimbo. Waheshimiwa wabunge, kwa heshima kubwa na taadhima, naomba Mheshimiwa Spika, naomba nitoe hoja na naomba kwa heshima kubwa na taadhima waheshimiwa wabunge mtuunge mkono katika hoja hii. Naomba kutoa hoja.